Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuja na ujumbe unaosema unawahitaji watu. Unawahitaji watu. Katika maisha haya tunayoishi, tunaishi tukiwa katika hali ya mapito mbalimbali katika maisha. Tunaishi tukiwa katika hali ya uhitaji mbalimbali katika maisha. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mwanzo ya kwamba Mungu alipomuumba Adamu akaona si vema huyu mtu awe peke yake. Akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka ujumbe ambao nauleta leo ili tutafakari pamoja na tuweze kujengana. Ni ujumbe huo kama nilivyokuambia, unawahitaji watu. Tunawahitaji watu katika maisha tunayoishi. Kila mwanadamu anahitaji mwanadamu mwingine. Hapa tunaona ya kwamba Mungu alipomuumba Adamu akaona si vema awe peke yake. Kwa hivyo kwa macho ya Mungu alipokuwa anamwangalia Adamu alimuona yuko peke yake. Swali, si ni Mungu mwenyewe alikuweko pamoja na Adamu? Mbona anamuona yuko peke yake? Kuna kitu hapa ningependa uelewe, mtu wa Mungu. Mungu wetu ni roho. He is spirit. Yeye ni Roho Mtakatifu. Na alipokuwa anamwangalia mwanadamu, Mungu aliona uhitaji wa Adamu wa kuhitaji mtu mwingine ama mwanadamu mwenzake kwa jinsi ya mwilini. Maana Mungu ni roho, ndiyo in spirit alikuwa pamoja na Adamu. Lakini Mungu akaona uhitaji wa Adamu, uhitaji ambao alihitaji mwanadamu mwenzake ambaye wangerelate kama mwanadamu. Kwa sababu Mungu kurelate na yeye, haturelate kama mwanadamu mwenzetu. Mungu ni Mungu, yeye ni Roho Mtakatifu na yeye ndiye ametuumba. Lakini sasa Mungu ana nafasi yake ndani ya maisha ya mwanadamu, lakini pia mwanadamu mwingine ana nafasi katika maisha ya mwanadamu mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini katika hiyo hali ya kuchanganua umeanza kupata picha, umeanza kuelewa kile ambacho nimekueleza, jinsi ambavyo mtu ama mwanadamu anahitaji mwanadamu mwenzake. Kuna wakati unazasikia mtu akisema kwamba sihitaji mtu katika maisha haya, nahitaji tu Mungu peke yake. Huyo mtu hajui anachosema. Kwa sababu Mungu mwenyewe alipomuumba mwanadamu ambaye ni Adamu, akaona si vizuri awe peke yake. Kwa hivyo kwa macho ya Mungu alimuona Adamu yuko peke yake. Nimekuambia alimuona yuko peke yake kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya rohoni Mungu alikuwa pamoja na yeye. Malaika walikuwa pamoja na yeye. Yesu Kristo alikuwa pamoja na yeye. Lakini kwa jinsi ya mwilini Adamu alikuwa peke yake. Wanyama walikuwepo ndio, ndege wangani walikuwepo ndio, vitambaavyo vilikuwepo ndio, samaki wa majini walikuwepo na viumbe wa majini walikuwepo. Lakini hakuna kiumbe ambacho kilikuwa kinamfanana Adamu kwa jinsi ya mwili, kiakili, kiufahamu, kimaarifa. Hakuna kiumbe ambacho kingeweza kufanana Adamu. Kwa hivyo Mungu akamwona Adamu yuko peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo Mungu akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Kwa hivyo Mungu akamsababisha Adamu kulala usingizi mzito na akatoa ubavu mmoja. Kwa nini anatoa ubavu wa Adamu? Ili ya kwamba aunde kiumbe ambacho kinafanana na yeye mwenyewe. Aumbe kiumbe ambacho kinafanana na yeye mwenyewe. Adamu alikuwa anafananaje? Adamu alikuwa ni mwanadamu. Kwa hivyo alihitaji mwanadamu mwenzake arelate na yeye kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona jinsi ambavyo mwanadamu anahitaji mwanadamu mwenzake katika maisha haya. Ndiyo tunaye Mungu. Ndiyo unaye Mungu ambaye ametuumba.
Lakini kuna nafasi ya Mungu ndani ya maisha yetu, lakini vivyo hivyo kuna nafasi ya mwanadamu mwingine katika maisha yetu. Tukisoma katika Biblia tunaona mara nyingi Mungu akitumia mwanadamu kwa ajili ya kufanyika msaada kwa mwanadamu mwingine. Mara nyingi tunaona katika Biblia mwanadamu alipohitaji msaada wa Mungu, Mungu hakuja mwenyewe yeye kama yeye. Badala yake tunaona amekuwa akitumia mwanadamu kwa ajili ya kusaidia mwanadamu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, napenda nikuchallenge majira haya. Labda umekuwa ukifikiria kwamba mimi sihitaji mtu katika maisha haya, watanisaidia nini? Acha nikwambie, ukifungiwa ndani ya chumba ukiwa peke yako kwa miezi kadhaa, utaanza kuona uhitaji wa mwanadamu katika maisha yako. Utatamani uone mtu mwenzako, mwanadamu mwenzako, ili uongee na yeye, angalau tu uongee na yeye kama mwanadamu mwenzako. Hutajua umuhimu wa mwanadamu mwenzako mpaka upate uhitaji ambao unahitaji mwanadamu mwenzako pia awe hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tunaona Mungu alipomuumba Eva kutokana na ubavu wa Adamu, hapo ndipo moyo wa Mungu sasa uliridhika. Akajua ya kwamba sasa Adamu hayuko peke yake. Adamu yuko na mwenzake ambaye ni mwanamke, ambaye ni Eva ama ni Hawa, ambaye ndiye mama yetu, mama wa wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wewe kuwa na Mungu ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, isikufanye ukadhania kwamba hauhitaji mwanadamu, kwamba hauhitaji mtu. Kuna mambo unaweza muomba Mungu na ukashangaa Mungu akakuelekeza kwa mtu fulani ili ya kwamba kusaidie katika hilo hitaji. Kwa sababu Mungu hutumia watu kwa ajili ya kufanyika msaada kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe ni shahidi ya kwamba kuna mambo ambayo umewahi pitia maishani, ndiyo ukamuomba Mungu, ndiyo ukamuita Mungu, lakini bado ukapata ya kwamba bado una uhitaji wa mwanadamu mwingine akusaidie katika hilo tatizo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu ameumba mambo yawe namna hiyo. Mungu ameumba hali iwe namna hiyo, ya kwamba mwanadamu anahitaji mwanadamu mwenzake kwa sehemu fulani katika maisha yake. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Mhubiri, ni heri kuwa watu wawili kuliko mmoja, maana akianguka mmoja atainuliwa na mwenzake. Anasema lakini ole wake aliye peke yake, maana akianguka hana mwenzake wa kumuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda katika maisha yako umekuwa ukiishi ni mtu wa kujitenga na wenzako, huna haja na kuhusisha wanadamu wengine katika maisha yako, katika mahitaji fulani ya maisha yako. Unaona ya kwamba unaye Mungu, kwa hivyo hiyo inatosha. Acha nikwambie, Mungu ameumba watu pia kwa ajili ya kukusaidia. Mungu wakati anakusaidia kufika kwenye hatima yako, atakupelekea hata na binadamu wenzako ili wakushike mkono, ili ya kwamba ukusaidie kufikia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipohitaji kumuinua mfalme wa Israeli katika taifa la Israeli ambaye ni Sauli, na baadaye akamleta Daudi, ilibidi atumie Samueli kwenda kuwatia mafuta. Alitumia Samueli ambaye ni mwanadamu. Kwa hivyo thamini uwepo wa wanadamu ndani ya maisha yako. Thamini uwepo wa wanadamu wenzako ndani ya maisha yako. Labda umekuwa ni mtu wa madharau, unadharau wanadamu wengine, unawaona hawafai. Let me tell you my brother, let me tell you my sister, hautajua umuhimu wao. Ngoja wakati kitakapoumana, wakati utakuwa katika hali ya uhitaji fulani na unahitaji mwanadamu mwenzako, ndio utajua umuhimu wa kuhitaji mwanadamu mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo hivyo ilivyo hata leo. Unaona ni kijana amekuwa anafikia umri ambapo anajiona yuko peke yake. Na ni kwa nini anajiona yuko peke yake? Ni kwa sababu anahitaji mwanadamu mwingine, anahitaji mwanamke ili ya kwamba aweze kurelate na yeye kama mwanadamu katika maisha yake yeye kama yeye. Ndiyo anaye Mungu,
Lakini kwa nini tena anahitaji mwanadamu? Kwa nini anahitaji msaidizi hapo? Kwa nini anahitaji kuoa? Ni kwa sababu Mungu ameumba hivyo, ya kwamba mwanadamu anahitaji mwanadamu kurelate na mwanadamu mwenzake. So Mungu akaumba mwanamume, lakini akaona anahitaji mwenzake na akaumba mwanamke. Akaumba mwanamke, na hiyo ndio ndoa ya kwanza iliyoanzishwa pale Edeni, wakati Mungu aliona uhitaji wa Adamu. Kwa hivyo Mungu ana nafasi yake ndani ya maisha ya mwanadamu, lakini vivyo hivyo mwanadamu mwingine ana nafasi katika maisha ya mwanadamu mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, na kushauri, heshimu watu wote, usidharau mtu hata mmoja. Hata kama hajasoma kama wewe, hata kama hajafanikiwa kimaisha kama wewe, usiwahi mudharau. Labda wewe ni tajiri mno, unadharau wale masikini. Kuna vile ambavyo unawahitaji hawa masikini kwa sehemu fulani, kwa sababu hata shambani yamkini hutaweza kuingia hata wewe mwenyewe. Lazima itabidi utaweka watu pale shambani. Haya, ulikuwa unaona kwamba huhitaji mtu, maana ukifuata kila msomi anakuambia hapana, mimi niko na kazi yangu, mimi huwezi nipea kazi kama hiyo, mimi niko na nafasi yangu. Inabidi uanze kufuata wale ambao umekuwa ukiwadharau kwamba ni wa hali ya chini wa kusaidia. We need each other as human beings. We need each other as human beings. Katika hatima ya maisha yako, mahali ambapo unaelekea, katika ndoto ya maisha yako, unahitaji wanadamu wakushike mkono. Unahitaji watu wakushike mkono. Ndio maana hata utakapomwomba Mungu atatumana watu, kwa sababu unahitaji msaada kupitia hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mungu akubariki sana. Thamini wanadamu wengine ndani ya maisha yako. Tuthamini wanadamu wenzetu ndani ya maisha yetu. Yamkini wewe ni mwanamume, uko tayari na mke wako ndani ya nyumba, mthamini sana huyo mwanamke, kwa sababu unamhitaji huyo mwanamke katika maisha yako. Maana asipokuwa hapo utakuwa uko peke yako. Nimekuambia pamoja na kuwa na Mungu, lakini Mungu atakuwa na kuona uko peke yako. Hakuna mwingine hapo kurelate na wewe kama mwanadamu. Kwa hivyo mthamini huyo mke wako, mpende mke wako, penda watoto wako. Nawe mama, mpende mume wako, penda watoto wako, wapende majirani, wapende watu wote na kuwaheshimu watu wote. We need each other on this planet Earth. Ole wake aliye peke yake, maana akianguka hana wa kumuinua. We need each other as human beings. Mungu tunarelate na yeye katika roho, lakini wanadamu tunarelate na wanadamu wenzetu in a physical way. Katika hali ya kimwili kabisa tunarelate na physical way, lakini Mungu tunarelate naye in a spiritual way. Ndio maana ukiwa na Mungu lakini mwanadamu mwenzako unamdharau, Mungu anakuhesabu uko peke yako katika ulimwengu huu wa mwili, uko peke yako. Ndio maana bado atakuletea watu, atakuelekeza kwa watu sahihi ili ya kwamba usiwe peke yako. Na kushauri usikae peke yako katika dunia hii, usikae peke yako. Na kabla nifunge kipindi, nikushauri kuna welfares ambazo zimeundwa katika maisha haya. Welfares kwa ajili ya kusaidia wakati wa matatizo, kwa ajili ya kuinuana, kutiana nguvu wakati wa matatizo. Utapata mtu atanasema mimi sina haja ya kujiunga na vikundi kama hivyo, sina haja. Let me tell you, saa itafika utaona uhitaji wa kuweza kujiunga na wenzako. Maandiko yanasema jinsi gani ilivyo vyema na kupendeza wandugu wakae pamoja kwa umoja. Usijitenge, usikae peke yako. Maandiko yanasema ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe, utafuta mambo yake yeye mwenyewe. Usikae peke yako. Usilemewe kimaisha kwa sababu tu ya kudharau wanadamu wengine, ukiona watanisaidia na nini. I have God and that is enough. Acha kujidanganya. Maana hata ukimuuliza Mungu atakwambia ndio uko na mimi, niko na wewe, lakini bado nikikuangalia uko peke yako. In a physical way uko peke yako. Mungu atakuelekeza kwamba ungane na wenzako ili ya kwamba maisha yako iweze kuwa sawa, ili ya kwamba maisha yaendelee vizuri. Maana ili maisha yaendelee vizuri, kuna vile ambavyo wanadamu tunahitajiana, kushikana mkono, kusapotiana, na hivyo ndivyo Mungu ameweka. Na Mungu basi akubariki sana. Relate na wanadamu wengine kwa njia ya sawa katika maisha yako. Usidharau mtu, heshimu watu, penda watu, na Mungu akubariki sana. Mungu akutende mema. Hadi kipindi kijacho, ni mimi mtumishi wa Mungu Ayubu Jema.